لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت illa farajaha Allah. Amma baad, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani Tafsirul Ahlam. Leo tuko katika tafsiri za ndoto, na katika mambo tutakayojifundisha leo, thalathatu ahlam tadullu annaka min awliya illah. Kuna ndoto za aina tatu, zikikutokezea ndoto hizi tambua kwamba wewe ni katika mawali wa Allah. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Mwenyezi Mungu tujalie sisi kuwa miongoni mwa watu hao. Na tunapozungumza mawali wa Allah, ni wale waja wema wenye kujikurubisha kwa Allah, wanafanya yote aliyoyaamrisha Allah na wanajitahidi kuyaepuka yale ambayo aliyoyakataza Allah. Lakini ndoto hii inakutafsiria kwa wakati uliopo ili kujitambua, lakini inakutafsiria kwa wakati ujao ili kuzinduka. Inakuwa kama tanbihi. Ndoto inakuwa ni tanbihi, inakuamsha, inakukumbusha, inakuzindua. Ikikutokezea ndoto hii hali yakuwa uko katika ibada, unajihisi unafanya mazuri, unafanya mema, dumu katika kuyafanya hayo, kwani annaka min awliya illa, wewe ni katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huenda ukaota ikawa uko katika mambo mabaya, yani inakujia ndoto hii lakini bado unalewalewa, bado hutaki kuswali. Manake hii inakuja ni tanbihi, inakuzindua kwamba wewe huku uliko siko, unakotakiwa wewe ni huku. Acha mambo ya maasi, achana na mambo ya ulevi, tubia kwa Mola wako, rejea katika ibada. Ndio ndoto inakutafsiria hayo. Sasa kama huyajui haya, wewe utabaki tu katika ulevi wako na maasi yako. Allahu akbar. Ndoto inakuamsha, inakuzindua, inakukimbilia, inakuelekeza, kwa sababu maisha ya mwanadamu yalivyo, anaweza akaanza vizuri akamaliza vibaya, na mwingine anaweza akaanza vibaya akamaliza vizuri. Lakini kinachozingatiwa ni kule kwenye kumaliza, husnul khatima, yani kupata mwisho uliokuwa mzuri. Mwenyezi Mungu atujalie husnul khatima, tupate mwisho uliokuwa mzuri inshallah. Allahumma amin. Ndugu yangu katika imani, katika hizi ndoto za aina tatu, tega vizuri masikio yako usikilize, asa kheri ukapata jambo lililokuwa kubwa. Na inawezekana ushaliona miezi miwili mitatu imepita, na inawezekana umeliona wiki moja iliyopita, lakini kwa kuwa hujui, umedharau, umeona ni kitu cha kawaida tu. Al-awwal, ndoto ya kwanza kabisa, ar-ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil manam, ni ile ndoto ya kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ndoto. Allahu akbar, jalla jalalu. Ndugu yangu katika imani, kumuona Mtume sio jambo dogo. Kumuona Mtume katika ndoto ni daraja, na watu wanaishi hapa zaidi ya miaka 60 70 mpaka anakufa hajapatapo kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Angalia katika hadithi sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi, yeyote mwenye kuniona mimi Muhammad katika ndoto yake ameniona kweli, hakika shaytani hawezi kujimithilisha na mie kwa umbo langu, haliwezi. Hivyo kumuona Mtume Muhammad katika ndoto sio jambo dogo. Hii ni alama na ishara annaka min awliya illa, wewe utakuwa miongoni mwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa watu hao. Athani, ama ndoto ya pili, ar-ru'yati at-tayr yukallimuka fil manam, kumuona ndege anakusemeza katika usingizi. Ndege kwa kawaida hawezi kuzungumza na mwanadamu, mwanadamu amsikilize akaelewa, na ndege akasemezwa na mwanadamu akaelewa kwa lugha yoyote, lugha ya Kiarabu, ya Kiingereza, ya Kifaransa au lugha ya Kiswahili. Lakini ndege anasema, unamsikiliza, unamuelewa, na wewe unasema, unamwambia ndege, ndege anakusikiliza, anakuelewa. Hii ni ndoto ambayo inawajia watu waliokuwa wema. Hii ni ndoto yenye ishara annaka min awliya illa. Na habari ya kuota ndege na anakusemeza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amehadithia katika Qur'an, katika kisa
cha Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam. Kisa ni kirefu, lakini tunagusa tu kidogo ili tupate picha ya ladha ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, watafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adhaban shadida aw la adhbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Allahu akbar. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ اليقين. Allahu samad, la ilaha illa Allah. Angalia Qur'an, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema watafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud. Suleimani alifanya ukaguzi wa majini, binadamu na ndege. Alipofikia kwa ndege hakuona ukamilifu wake. Kuna ndege mmoja alikuwa hayupo, anaitwa ndege Hudhud. Faqala ma li la ara al-hudhud, akasema mbona leo simuoni ndege anaitwa Hudhud? Am kana min al-ghaibin, au amekuwa miongoni mwa wasiokuwa hapo leo? La u'adhibannahu 'adhaban shadida, kwa kuwa hayupo nitamwadhibu adhabu iliyokuwa kali. Au la adhbahannahu, au nitampa adhabu ya kumchinja, maisha yake yamekwisha. Au la atiyanni bisultanin mubin, au aniletee hoja na dalili zilizomfanya kutokuwapo siku ya leo. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Haukumaliza muda mrefu tangu Suleimani anatoa khutba hiyo, basi ghafla anaona ndege anapiga mbawa, anashuka mbele yake Suleimani alayhi salatu wasalam, na maneno anamwambia, nimegundua usiyoyagundua Suleimani, mimi ndege nimejua mambo wewe huyajui. Wajituka min saba'in binaba'il yaqin, na nimekujilia hapa katika ardhi ya Palestina, nimetokea katika nchi ya Sabai. Sabai katika tarikhi ni katika nchi ya Yaman ya leo. Anamwambia nimekuta mambo ambayo wewe huyajui kabisa. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili. Anasema mimi nimemkuta kuna mama huko amefanywa ndiyo malkia raisa katika nchi yao, ndiyo kiongozi wao wa juu, lakini yeye na watu wake wanaabudia jua kinyume na kumwabudia Allah jalla jalalu, na sheitani amewapambia kwa kuwazuilia njia. Wamepotea, hawajui ukweli wa kuwa anayepaswa kuabudiwa ni Allah jalla jalalu, wao wanaliabudia jua. La ilaha illa Allah. Ar-ru'yati at-tayr wa yukallimuka fil manam, hadhihi ar-ru'ya tadullu annaka min awliyaillah. Hii ndoto inajulisha kwamba wewe ni katika mawali wa Allah jalla jalalu. Ndugu yangu katika imani, ndoto ya tatu na ya mwisho kwa darasa ya leo, ar-ru'ya annaka tu'aliju an-nas bil-Qur'an. Wewe unaota unawatibu watu, unawasaidia watu kwa kupitia Qur'an. Mtu anaumwa unamsomea ruqya. Sasa hiyo hapa sasa tuko katika fani ya kuwasomea watu Qur'ani kwa matatizo mbalimbali. Sio haram watu watakawajitibu kupitia Qur'an, kwa sababu Qur'ani ni dawa, Qur'ani ni tiba. Qur'ani ukisoma kwa nia itakufaa katika matatizo ulionayo. Na falillahi alhamdu, kwa idadi ya watu ambao tunawasomea kwa mahitaji mbalimbali, falillahi alhamdu, kila mmoja anashuhudilia kwa ushuhuda wake. Kuna watu walichelewa kuolewa, alhamdulillah wamepata ndoa. Kuna watu walichelewa kuzaa, alhamdulillah wamezaa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwasomea Qur'an. Na huyo unayemfanyia tiba ya aina hiyo ya Qur'an kashasota zaidi ya miaka 7 miaka 8 katika ndoa, hajapata ujauzito, ana kiumbe anaishi naye katika mwili, ana kiumbe anazaa naye katika mwili, hana habari. Lakini kwa kutumia Qur'an Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamponya yule kiumbe, anakaa pembeni na tayari anapata shufaa, na ye anaanza kuona maisha, anashika mimba, anazaa watoto mapacha, mambo yanakwenda vizuri kwa sababu ya kutibu kwa kupitia Qur'an. Tumombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tuwe miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla, wanasikiliza maneno kwa umakini, fayattabi'una ahsana, alafu yale mazuri wanayafata na kuyatekeleza. Ndugu yangu katika imani,
Kama bado hujasubscribe channel yetu, ni kuombe ufanye hivyo, ili mazuri kama haya yanapokujia uwe wa mwanzo kuweza kuyapata. Lakini kushare, kulike na kucomment, kwani kufanya hivyo kutakupatia thawabu. Man dalla ala khairin kafailihi, ile mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.